Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Mpendwa unayefuatilia mafundisho katika channel yetu ya Mikono ya Kristo, basi leo tutaenda kuomba maombi ya kuondoa kifungo cha magonjwa ya macho na kichwa. Kuna mwingine anapitia changamoto, nakuta mara kwa mara hali inajirudia. Wanakwambia kichwa, sijui kipanda uso, sijui macho. Mwingine anakwambia nikiingia kwenye mtihani tu macho yanawasha, macho yanauma, au saa zingine nikiingia kazini, kwa sababu kazi yangu muda mwingi natumia kompyuta, natumia laptop, kwa hiyo macho yanawasha, macho yanauma. Kifungo cha macho. Lakini pia kuna mwingine anasumbuliwa na kichwa. Kichwa kinamtesa, kinauma mara kwa mara. Yamkini sasa anakuwa anatembea na pakiti la Panado, muda wote tu akijisikia anameza. Hicho ni kifungo cha magonjwa ya kichwa. Basi tunaenda kuomba sasa Bwana wa majeshi aondoe hicho kifungo cha magonjwa ya macho na kichwa. Mungu aweze kukuweka huru, maana yeye ndiyo kimbio letu. Anasema katika Zaburi ya 46 na ule mstari wa kwanza, Mungu kwetu ni kimbio na nguvu, ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Umepitia mateso, mahangaiko, basi Yesu anakuja kukufungua na kukuweka huru. Basi nikusii, fungua moyo wako sasa, ili basi Mungu aweze kufanya kazi ndani yako. Mungu aweze kufanya kazi ndani yako. Kwa nini nakwambia fungua moyo wako? Kwambia ufungue moyo ni kwa sababu ukirejea kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 na mstari wa 20, Ufunuo 3 mstari wa 20 anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mungu anataka umkaribishe, kwa sababu katika kumkaribisha kuna imani ndani yake. Nami sasa nikualike uweze kufungua moyo wako, ili Mungu aweze kukuhudumia kadri yeye anavyotaka akuhudumie. Hicho kifungo cha macho na kichwa Bwana akakiondoe. Basi funika macho yako, tuingie kwenye maombi sasa. Sema, Ee Bwana Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako. Ninakushukuru hata kwa ajili ya maombi haya utakaoenda kunifungua na kuniweka huru. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe makosa yangu yote. Nimekukosea Yesu, nimekutenda dhambi. Bwana Yesu, naomba unisamehe, naomba unirehemu. Nirehemu kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Nami Bwana, ninatangaza msamaha kwa wale walionikwaza, kwa wale walionikosea. Ninatangaza msamaha. Nami Bwana, unifungue na uniweke huru, katika jina la Yesu, amina. Basi endelea tukufunika macho yako, mkono wako shika kwenye macho au kwenye kichwa. Sasa tunaenda kuombea macho na kichwa.
Baba, katika jina takatifu la Yesu tunakuja mbele zako e Bwana, nawaleta watumishi wako hawa. Baba, simama ukawafungue na kuwaweka huru. Baba, kuna mwingine anapitia changamoto ya macho, kuna mwingine anapitia changamoto ya kichwa kinauma mara kwa mara, yamkini ishakuwa kama desturi, kila wakati anabebelea vidonge, anabebelea pakti za vidonge zinazomfanya kila wakati ameze, kwa sababu tu kuna kifungo cha magonjwa ya kichwa, kifungo cha magonjwa ya macho. Baba, ninaamuru sasa hicho kifungo kimwachilie mtumishi wako, kimwachilie mtumishi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza sasa kufunguliwa na kuwekwa huru katika jina la Yesu. Ninateka nyara hao madui wote waliomkamata baba huyo, waliomkamata mama huyo, waliomkamata binti kijana. Baba, nateka nyara wote, ninaangusha ngome zao, kwa kuwa neno lako Mungu nasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Baba, achilia sasa damu Yesu Kristo ipenye ikawapigania watumishi wako, ikawapigania watumishi wako. Hicho kifungo cha kichwa, hicho kifungo cha magonjwa ya kichwa, naamuru sasa kukipasua katika jina la Yesu Kristo. Hicho kifungo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni moto, ni moto ulao, ni moto ulao, ni moto ulao. Ninauwasha sasa huo moto, ninauwasha huo moto, ninauwasha huo moto, moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaenda kinyume na kila utawala wa mapepo, utawala wa majini, haijalishi majini Subiani, majini Makata, majini Maimuna, Swaibu Zina, Ashrat na Zamiati, haijalishi Jabali, haijalishi Marohani, haijalishi ni aina gani mapepo na kazi zao zote. Kuanzia sasa ninawateka nyara, ninawateka nyara. Ninaamuru sasa moto wa Roho Mtakatifu ushuke sasa, ushuke sasa, ushuke sasa, ushuke sasa. Piga maadui wote kasambatike. Achia kichwa, achia kichwa, achia kichwa, achia kichwa, achia kichwa katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza hicho kifungo cha magonjwa ya kichwa kikuachilie sasa, kikuachilie sasa. Power kikuachilie. Haijalishi miungu na mizimu wanaofungulia roho za magonjwa, wanafungulia roho za magonjwa, ninaamuru sasa wakuachilie power katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, neno lako nasema ya kwamba msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Baba, tunaomba sasa ufalme wako ushuke kwa watumishi wako, ufalme wako ushuke kwa watumishi wako, ukawafungue, ukawaweke huru hizo roho za magonjwa, hizo roho za magonjwa. Ninakataa sasa roho za magonjwa, ninakataa, ninaamuru sasa moto wa Roho Mtakatifu ukateketeze hizo roho za magonjwa, hizo roho za magonjwa. Haijalishi mizimu, mapepo, majini, power, moto ukashuka, moto ukashuka, ukateketeza sadaka, ukateketeza kuni, ukateketeza mawe, ukateketeza mavumbi, ukalamba maji. Hata sasa moto wa Yesu unashuka, moto wa Yesu unashuka, moto wa Yesu unashuka. Power katika jina la Yesu Kristo. Waliokamata macho, waliokamata macho, haijalishi walikamata macho, kwa sababu ushindwe kusoma, kwa sababu ushindwe kusoma. Power wanaachilia macho kokote iko yoficha, kokote iko yoficha. Haijalishi waliyaficha baharini, waliyaficha ziwani, waliyaficha mtoni, kokote kule, kwenye mapango, kwenye majeneza, kwenye miti mkubwa. Power naagiza sasa moto, moto wa radi ukapasue pasue, ukapasue hao walinzi wote walioshikilia macho yako, walioshikilia macho yako. Kuanzia sasa nayasemesha macho, nayasemesha macho ya rohoni. Neno lako Mungu nasema, neno lako Mungu nasema ya kwamba macho yenu yatiwe nuru, macho yenu yatiwe nuru. Kuanzia sasa Bwana anashuka
power, anakupigania, anakomboa hao macho, anakomboa macho, anakomboa macho, macho ya rohoni, macho ya mwilini, anakomboa yote katika jina la Yesu Kristo. Anaondoa hicho kifungo cha macho, hicho kifungo cha magonjwa ya macho, power katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Bwana linawezekana. Lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Ninaamuru sasa, kokote walikofunga, kokote walikoshikilia, haijalishi roho za magonjwa, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya macho, ninaamuru sasa wakuachilie, wakuachilie, ukawe huru, ukawe huru. Yes, natangaza uhuru kamili, natangaza uhuru kamili. Power, pokea uhuru kamili, pokea kufunguliwa, pokea kuwekwa huru. Ipo nguvu ya Bwana inatembea sasa, hiyo nguvu ya Bwana inatembea sasa. Unafunguliwa, 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 unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Unafunguliwa, unafunguliwa. Hicho kifungo cha macho, hicho kifungo cha macho kinakuachilia, kinakuachilia, kinakuachilia. Rika shaka taka seki rika ndaramo, rika ndaramo, rika shekete. Power, wanaachilia macho yako, wanaachilia macho yako, wameachilia roho za mapepo, roho za mapepo ambazo zinashikilia macho, zinashikilia macho. Power, kuanzia sasa ninawapokonya, ninawateka. Rika shaka taka seki rika ndaramo. Power, achilia macho, macho ya binti huyo, macho ya kijana huyo, macho ya baba huyo, macho ya mama huyo. Power, kokote kule ulikoyafunga, ulikoyashikilia, haijalishi baharini, haijalishi mtoni, haijalishi angani, haijalishi, kokote kule ulikofunga, ninaamuru sasa moto wa radi utembee, moto wa radi utembee, moto wa radi utembee. Hao wasimamizi waliokuwa wamewekwa kushikilia kwa sababu tu walitolewa sadaka, walitolewa sadaka, sadaka za fedha, sadaka za damu, naituma sasa damu Yesu Kristo ipitazo damu zote katika jina la Yesu Kristo. Ipo damu Yesu Kristo, ipo damu Yesu Kristo, ipo damu Yesu Kristo, damu yenye ushindi, damu yenye nguvu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Power inatembea damu Yesu Kristo, inatembea damu Yesu Kristo, inarejesha hao macho, inarejesha hao macho, 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 kokote yalikofichwa, kokote yalikofungwa, yes, yanafunguliwa, 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 yanafunguliwa. Rika shekete, rika ndaramo, rika shekete. Hawezi kuvumilia hata kidogo, hawezi kuvumilia hata kidogo. Haijalishi ni wengi, wana nguvu zilizotimilifu, lakini hata hivyo watakatwa. Power, na tupasue vifungo vyao, tutupie mbali nasi kamba zao. Kwa neno la Bwana likapasue sasa hicho kifungo cha macho, hicho kifungo cha macho, hicho kifungo cha macho, hicho kifungo cha macho. Power, rika shakate, rika ndaramo, rika shekete, rika sekete, siki, rika saka, siki, rika ndaramo, rika shekete. Power, natangaza uhuru kamili, natangaza uhuru kamili. Watake wasitake, ize komandi, lazima akuachilie, lazima wakuachilie. Mungu anaposema anamaanisha, Mungu anaposema anamaanisha. Bwana amekuja kutufungua na kutuweka huru, kwa kuwa Yesu alikuja ulimwenguni ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Natangaza uzima sasa, natangaza uzima katika macho hayo, yakafunguliwe sasa, ukaone vizuri, ukaone vizuri. Hakuna chenga, hakuna muwasho, hakuna maumivu. Power, natakasa kwa damu Yesu Kristo, naituma damu Yesu Kristo, naituma damu Yesu Kristo, naituma damu Yesu Kristo. Inaenda kukomboa, inaenda kukomboa, inaenda kukomboa. Haijalishi kuna sadaka zote zilizotolewa, sadaka za damu, sadaka za fedha, ipo damu Yesu Kristo ipitazo sadaka zote, ipitazo damu zote. Inapenya, inakomboa sasa hayo macho, inakomboa hao macho, na hicho kifungo cha maumivu ya kichwa kinaondoka, kinaondoka, kinaondoka. Power, katika jina la Yesu Kristo ninaamuru sasa moto shuke sasa kwenye kichwa, kwenye macho. Walioshikilia mishipa ya macho wanaachilia, walioshikilia mishipa ya kichwa wanaachilia katika jina la Yesu Kristo.
katika jina la Yesu Kristo. Walioshikilia mishipa ya vichwa wanaachilia, walioshikilia mishipa ya macho wanaachilia power, wanaachilia power katika jina la Yesu Kristo. Inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana. Neno la Mungu nasema, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande 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 vipande. Nakamata sasa, nakamata nyundo ya Yesu, nakamata nyundo ya Yesu. Hayo majoka piga wote, piga wote, bonda vichwa wote, piga vichwa wote, piga wote. Kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Madhabahu zote zilizosimama, madhabahu zote zilizosimama, na hicho kifungo naamuru sasa kikuachilie, hicho kifungo kikuachilie, hicho kifungo kikuachilie power, kikuachilie power katika jina la Yesu Kristo. Ipo nguvu ya Bwana, ipo nguvu ya Bwana, ipo nguvu ya Bwana. Mstake lazima naachilia, achilia. Haijalishi mlikamata na ufahamu wake kupitia nywele, mlikamata na ufahamu wake kupitia nywele. Ninaamuru sasa huo ufahamu urudi, huo ufahamu urejeshwe power, urejeshwe power katika jina la Yesu Kristo. Ipo nguvu ya Bwana, ipo nguvu ya Bwana inatembea sasa. Naachilia msako Yesu anatembea, msako Yesu anatembea. Yes, hao wasimamizi walinzi wote wa kipepo, walinzi wote wa kishirikina kichawi, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wao wote ukatao kweli, tena la choma mpaka kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Na lituma sasa neno la Bwana likawe kali, likafyeke hao majoka, piga wote, fyeka roho yote inayojinua, wasimamizi wote wanaojinua, wakutana upanga wa Roho Mtakatifu, ukafyeke ukatenganishe nafsi na roho. Piga wote, sambatisha katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya pepo wabaya. Ninaamuru sasa nguvu ya Bwana ishuke sasa, nguvu ya Bwana ishuke sasa. Ufalme wote unaoinuka kwa ajili ya kushikilia, kwa ajili ya ukamata watumishi wa Bwana, kuanzia sasa ufalme wa giza ukaangamie, ufalme wa kishetani ukateketee. Power katika jina la Yesu Kristo. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Kuanzia sasa ninaamuru sasa kifungo chochote cha macho, cha kichwa kilichofungwa kwa kichawi, kwa uganga, kuanzia muda huu ninapasua power, nateketeza power katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi miungu mizimu upande wa babani, upande wa mamani, walikamata kwa sababu tu waliona macho yake ni macho yenye faida, ni macho yenye thamani. Waliona kichwa chake kina akili, kina ufahamu mzuri, wakakamata, wakashikilia. Ninaamuru sasa wakuachilie. Hii ni komandi katika jina la Yesu Kristo. Power, achilia power katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Inapenya nguvu ya Bwana, ndio inatembea nguvu ya Bwana, inatembea nguvu ya Bwana. Yes, natembea nguvu ya Bwana. Nguvu ya Mungu inaposhuka, hakuna atakayestahimili. Nuru inapenya ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Nuru ing'ayo gizani, wala giza halitaliweza. Ninaamuru sasa giza litoweke, giza la magonjwa ya kichwa litoweke, giza la magonjwa ya macho litoweke katika jina la Yesu Kristo. Bwana anasema ya kwamba nitawarejeshea ile miaka mliopoteza, iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu. Baba, rejesha sasa. Haijalishi watumishi wako walipoteza kwa sababu walikuwa haoni vizuri, walipoteza vitu vyao kwa sababu ya maumivu yao ya kichwa. Baba, rejesha sasa, warejeshee watumishi wako, rejesha afya njema, rejesha uzima katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Power, pokea uponyaji sasa, pokea kufunguliwa, pokea kuwekwa huru
ni katika jina takatifu la Yesu. Sante Yesu, sifa kwako Yesu. Baba, tunakushukuru kwa uponyaji. Sante kwa kufungua na kuweka huru. Baba, tumeomba katika jina takatifu la Yesu, na kila mwenye pumzi na aseme amina. Basi tukushukuru wewe ambaye tenga muda wako unaendelea kutufuatilia katika channel yetu ya Mikono ya Kristo. Basi ubarikiwe sana, lakini pia endelea kusubscribe, like, comment, na walike hata marafiki zako, ndugu zako, endelee kusikiliza, kwa sababu tena kusikiliza chaneli hii, Bwana anakufungua ufahamu wako na anakuhudumia, anakufungua na anakuponya. Basi mimi nikutakie uendelee kusikiliza na kufuatilia katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina, hadi wakati mwingine palipo majaliwa. Bye bye.